mtaani kwako. Ujuzi ni maisha na VETA inakupa maisha. Unapokuwa na ujuzi, unao uwezo wa kwenda kuishi popote pale. Kwanza kabisa hii fani naipenda toka zamani na iko ndani ya moyo wangu na naamini itakuja inisaidie nitakapohitimu. Mtaani kwako. Watanzania waache mtazamo hasi, kwa maana kwamba watu mambo ya urembo walikuwa wanachukulia kama uuni. Sasa hivi sio uuni, ni fursa ambazo zinaweza zikakuinua kutoka hatua moja kwenda hatua nyingi. Kitu kwenye kumfundisha namna ya kufunga mifumo ya maji kwenye nyumba za watu, aidha mifumo maji safi au mifumo maji taka au hata mifumo yoyote ile ya maji, bali pia tunamfundisha namna ambavyo anaweza akafunga mifumo ya umwagiliaji. Mafanikio mengine ni kwamba chuo hiki kinaendelea kutumika kama chachu kwa ajili ya kutengeneza vijana fursa mbalimbali za ajira kupitia kozi fupi, hasa katika kozi za udereva, kwa kuwa chuo hiki ndio chuo pekee ambacho miongoni mwa vyuo ambao vinatoa mafunzo ya udereva wa malori, mabasi pamoja na mitambo kwa kiasi kikubwa katika nchi yetu. Nitoe shukrani zangu za dhati kwa Mheshimiwa Rais kwa jinsi ambavyo amekuwa akiunga mkono kwanza uendelezaji wa mafunzo ya ufundi stadi, ambao lengo lake kubwa ni kuhakikisha kwamba vijana wote wa Kitanzania wanapata fursa ya kupata mafunzo ya ufundi stadi na baadaye wapate uwezo wa kujiajiri, wa kuajiri, lakini pamoja na kuweza kuajiriwa. Ungana na Margaret Malisa kila siku ya Ijumaa kuanzia saa 2:30 usiku na marudio yake kila siku ya Jumapili saa 3:30 asubuhi hapa Channel 10 ili uweze kufahamu mambo mengi yanayotokea mtaani kwako. Habari, karibu katika kipindi cha mtaani kwako. Hiki ni kipindi mahususi kwa ajili ya kukuletea habari mbalimbali. Mimi ni Margaret Malisa, mtayarishaji na mtangazaji wa kipindi hiki cha mtaani kwako. Wiki hii kipindi cha mtaani kwako tuko katika mkoa wa Morogoro na hapa ni katika chuo cha ufundi stadi VETA Kihonda. Tunaangazia mafanikio ya chuo hiki na namna ambavyo kimejikita kutoa elimu ya ufundi kupitia fani mbalimbali. Hapa tutazungumza na mkuu wa chuo hiki cha VETA Kihonda, lakini pia tutazungumza na wanafunzi pamoja na walimu ili kufahamu mafanikio ya chuo hiki. Asante sana ndugu mtangazaji. Kwanza napenda kutumia fursa hii kumshukuru Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan kwa kuendelea kujenga fursa kwa vijana kupitia elimu ya ufundi stadi, particularly katika chuo chetu hiki cha mkoa wa Morogoro au VETA Kihonda. Kwa kifupi, chuo cha VETA Kihonda kilianzishwa mwaka 1987 kikiwa na fani mbili, fani ya useremala pamoja na fani ya ujenzi, na kikaanza kutoa mafunzo rasmi mwaka 1989 kikiwa na wanafunzi wasiozidi 20 katika hizo fani mbili. Lakini tunazungumza sasa mwaka huu 2026, chuo hiki sasa kina fani 10 katika utoaji wa mafunzo mbalimbali, na fani hizo ni pamoja na fundi bomba na ujenzi, fundi wa useremala, fundi wa viyoyozi, fundi wa umeme wa majumbani, umeme wa magari, fundi wa magari, ubunifu mavazi pamoja na ushonaji, lakini pia vile ufundi wa zana za kilimo ambao ndio umetufanya tuweke katika eneo hili. Lakini pia vile kwa sasa enrollment ya wanafunzi kwa maana udahili na wanafunzi 976 ikiwa ni wanawake 304 na wa kiume 672 kwa wanafunzi wa kike ambao sawa 31%. Labda katika utekelezaji wa ilani ya Chama cha Mapinduzi ukoje kupitia sera ya mafunzo ya mwaka 2014? Katika kutekeleza sera ya mafunzo elimu na mafunzo ya mwaka 2014 toleo la mwaka 2023, chuo chetu kimeendelea kufanya utekelezaji kupitia misingi mikuu ya sera hii, hasa eneo linalohusu kutoa mafunzo yanayolenga soko la ajira. Tumekuwa tukitoa mafunzo ambayo kwa mujibu wa mitaala yetu yanalenga moja kwa moja soko la ajira, kwa maana vijana kuajiriwa na kujiajiri. Kwa mfano, vijana wanaohitimu katika fani za umeme wa majumbani pamoja na ufundi bomba ni miongoni mwa vijana ambao wanaajirika sana serikalini. Lakini kwa fani zingine kama za ujenzi na ushonaji
ni fani na pamoja na useremala ni fani ambazo zinafanya vizuri sana katika vijana kujiajiri. Lakini pia vile vile katika sera hiyo ya elimu ya mwaka 2014 toleo la mwaka 2023 imeendelea kusisitiza kutumia mbinu bora za kufundishia, na tunamshukuru mkurugenzi mkuu CPA Anthony Mzee Kasole ameendelea kuweza kuwajengea uwezo wa walimu, na hapa kwetu VETA Kihonda takriban walimu 6 wamejengea uwezo katika kipindi cha mwaka uliopita, kwa maana ya kupata refresher courses kwa ajili ya kuweza kujimarisha katika maeneo ya mbinu za kufundishia, na wengine wanaendelea kufanya course za online katika chuo chetu cha walimu wa ufundi stadi cha mkoa wa Morogoro. Lakini pia vile vile tukiangazia ilani ya Chama cha Mapinduzi ukurasa wa 38 sehemu C inahusu kuimarisha ustawi wa jamii pamoja na kutoa fursa za vijana. Chuo chetu kimeendelea kutoa fursa kwa vijana mbalimbali kupitia kozi fupi za saluni na urembo, lakini kozi za upishi, lakini kozi za magari, pamoja na programu maalum ambazo tumefanya kama programu wanawake na Samia, ambao tumeweza kutoa mafunzo kwa wanawake takriban 500 wa mkoa wa Morogoro. Lakini pia vile vile tumeendelea kutoa mafunzo kupitia programu za kuimarisha ujuzi katika kilimo pamoja na umwagiliaji, kwa kufundisha zana za kilimo pamoja na teknolojia ya umwagiliaji, ambao tunatrain kwa sasa vijana 270 wanaofadhiliwa na mradi wa AGRA. Asante sana. Kwa upande wa miradi, chuo kina miradi gani inanufaisha kwa namna gani wanafunzi? Asante sana. Miradi ambayo tunaendesha hivi sasa, tuna mradi mkubwa huu ambao tumesema unaitwa Youth Entrepreneurship for Future of Food and Agriculture, ambao unaitwa YEFA, unaofadhiliwa na Alliance for Green Revolution in Africa AGRA, ambao mradi huu unalenga kutoa mafunzo ya mbinu za umwagiliaji kwa wanafunzi pamoja na zana za kilimo kwa wanafunzi 1440. Lakini jambo kubwa zaidi ni kwamba chuo cha VETA Kihonda ambacho ni chuo cha mkoa wa Morogoro ndio chuo kinachoratibu mafunzo haya katika mikoa ya Pwani, mkoa wa Iringa, mkoa wa Ruvuma pamoja na mkoa wa Njombe, kwa ajili ya kuweza kuwafikia wanafunzi 1440. Na wanafunzi ambao wanasoma hapa katika chuo cha VETA Kihonda tumesha train wanafunzi 270, wakiwemo wanafunzi 120 ambao wanafanya umwagiliaji, teknolojia ya umwagiliaji, ambao wamesoma mafunzo yao kwa wiki 2, lakini wanafunzi 150 wafanya ya ufundi wa zana za kilimo ambao wamehitimu leo hii. Lakini tuna awamu ya pili ambayo pia itaendelea kwa ajili ya kufanya kuwajengea vijana uwezo wa kuajirika na kujiajiri. Na nichukue fursa hii pia kuwashukuru sana wadau wetu AGRA kwa kuendelea kufadhili mradi huu, pamoja na wadau wengine mbalimbali wakiwemo Shamba Faster, ambao hao ni vijana already organized, ambao wao wako tayari sasa kuunganisha hao vijana watakaohitimu pamoja na masoko na makampuni mbalimbali ambayo yanafanya shughuli za zana za kilimo, ili waweze pia kujipatia mitaji na kuweza kujitegemea kwa ujumla. Asante sana. Na mpenzi mtazamaji wa kipindi cha Mtaani Kwako, huyu alikuwa mkuu wa chuo hiki cha Kihonda VETA hapa mkoani Morogoro, akieleza mafanikio mbalimbali katika chuo hiki cha ufundi stadi. Sasa nakupeleka katika karakana za chuo hiki ukajionea mwenyewe kwa macho kile ambacho mkuu huyu wa chuo amekieleza. Endelea kutufuatilia ili uweze kufahamu zaidi mafanikio ya chuo hiki. Mtazamaji, hiki ni chumba maalum ama karakana ya ufundi bomba katika chuo hiki cha VETA Kihonda hapa mkoani Morogoro. Sisi hapa tunajihusisha sana sana na ufundi bomba. Kwenye ufundi bomba hicho unachokiona hapa ni mfano wa choo. Kwa mfano tusingeweza tukajenga choo moja kwa moja. Mwanafunzi kabla hajaenda kufanya kazi yoyote kwenye nyumba za watu, lazima tuwe tuna sehemu ya kumfundishia yule mwanafunzi, ili basi aweze kujifunza. Kama ni namna ya kufunga mifumo ya maji, basi atajifunza kwanza kwenye workshop yetu, ili basi ule utaalamu atakaopata hapa atatoka sasa ataenda kufanya kwenye nyumba za watu. Lakini sasa kabla hajaenda kufanya moja kwa moja kwenye nyumba za watu,
huyu mwanafunzi tumemwandalia kwanza chemba maalum ambayo imekaa kama mfano wa choo. Akishaweza kufunga hiyo mifumo hapa, tunaamini kabisa kwamba basi akitoka ana uwezo hata wa kwenda kufunga kwenye nyumba za watu. Mtazamaji, tuko katika shamba la chuo hiki cha Kihonda VETA. Tunaangazia mfumo wa umwagiliaji kwa njia ya matone. Tunaye Mwalimu Shirima hapa atatueleza namna ambavyo mfumo huu wa umwagiliaji kwa njia ya matone unavyofanya kazi na namna ambavyo wamewapika vijana wa Kitanzania kuhakikisha wanafahamu namna ya kufunga mfumo huu. Vijana wetu sisi waga tunachokiangalia, pamoja tuna mafunzo ya ufundi bomba, huwa pia tunaangalia na fursa, ambazo mwanafunzi baada ya kumaliza anaweza akakutana nazo, ambazo pia zina relate au zinahusiana pia na kile kitu ambacho amekifanya. Bali pia tunamfundisha namna ambavyo anaweza akafunga mifumo ya umwagiliaji, ili pale ambapo basi mwanafunzi atakapokuwa ameenda mtaani au atakapomaliza chuo hapa, basi pale ambapo anakosa kufanya zile shughuli za ufundi bomba basi anakuwa na uwezo wa kuswitch kuhamia kwenye kitu kingine ambacho kinahusiana na ile fani yake. Moja kati ya shughuli hizo ni kufunga hii mifumo ya umwagiliaji. Sasa hii mifumo ya umwagiliaji ambayo tunawafundisha sana, ambayo inahusiana na issue za bomba, iko mifumo ya aina mbili. Mfumo wa kwanza tunasema ni mfumo wa umwagiliaji kwa njia ya matone, au kwa kitaalam tunasema ni drip irrigation. Kwa hiyo mfumo huu tunawafundisha namna ya kufunga, ambao sasa mfumo huu unatumia teknolojia za kisasa, ambao unasema unatumia maji kidogo, unapeleka maji moja kwa moja kwenye ule mmea. Asante Mwalimu Shirima. Mtazamaji, tunajionea mambo mengi yanayofanyika katika chuo hiki cha ufundi stadi Kihonda hapa Morogoro. Umemsikia Mwalimu Shirima akieleza namna mfumo huu unavyofanya kazi, na kiukweli katika mambo yote tuliyoyaangazia katika idara hii ya plumbering, tumejionea kitu hiki kikubwa cha mfumo wa umwagiliaji kwa njia ya matone. Umesikia faida mbalimbali zinazotokana na mfumo huu, lakini namna ambavyo wanafunzi watafaidika mara baada ya kuhitimu katika chuo hiki cha ufundi stadi VETA hapa Morogoro. Mtazamaji, baada ya kutoka shambani kuangalia mfumo wa umwagiliaji kwa njia ya matone, sasa nakupeleka kwenye karakana ya ushonaji. Kwanza tunamshukuru sana Mama Samia, rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Tunashukuru pia mamlaka yetu kwa bidii na jitihada ambazo pia zimefanikisha tupate mashine kama hizi. Mojawapo mashine iliyoko mbele yetu hapa ni digital embroidery machine, tunaita Kiingereza, lakini ni mashine ya kutia nakshi nguo kwa kutumia nyuzi. Hapa tunashughulika na umeme wa majumbani kwa hatua za awali, lakini pia kwa kadiri ambavyo hatua zetu tunakwenda kuishia kwenye umeme wa viwanda. Ndizo hata kazi kubwa tunayoifanya hapa. Kwa hiyo tunao wanafunzi wa mwaka wa kwanza, mwaka wa pili na mwaka wa tatu. Wanafunzi wa mwaka wa kwanza wanasoma basic electricity, wanaanza kwa hatua za awali kabisa, misingi ya umeme. Wanafunzi wa mwaka wa pili wanaendelea na hatua ya pili, na kisha wanafanya mtihani wao wa kitaifa wa ufundi stadi wa ngazi ya pili. Watakapofaulu sasa ngazi ya pili, wakiwa na vile vigezo ambavyo vinatakiwa vilivyowekwa na serikali, wanakwenda kwa ajili ya mwaka wa tatu. Hapo ndo nakutana sasa na umeme wa viwanda. Mtazamaji, sasa tuko katika idara ya zana za kilimo. Tazungumza hapa na mkuu wa kitengo au mkuu wa idara hii, Mwalimu Rajabu, ambaye atatueleza kuhusiana na zana mbalimbali zinavyotengenezwa na kutumiwa. Kwa chuo chetu mashine ambazo tunazitumia ziko za aina tatu. Tunavyofundisha kwa mafunzo ya vitendo ni trekta, combine harvester na power tiller. Lakini mtambo wa sasa hivi ambao watu wengi wanahitaji kufahamu ni combine harvester, mashine ya kuvunia. Hii inawasaidia wakulima kuweza kutunza upotevu wa mazao shambani, na vile vile inawasaidia wakulima kupunguza gharama za kuwalipa vibarua wengi katika shughuli nzima ya uvunaji. Nao vile vile inasaidia kwenye utunzaji wa muda, kuondoa mazao shambani. Na ukiongelea kwenye upande wa trekta ni mashine ambayo obviously inafahamika,
lakini kuna mashine kama ya planter inahitaji kumpa mtu technical skills kwa ajili ya kuweza kuitumia. Watu wengi wanaojifunza operator planter unakuta hawajui kwa sababu hawana technical skills. Hiyo ni mashine ambayo inahitaji vitu vya msingi vitatu. Lazima ujue kuseti, lazima ujue kufanya calibration, ujue kufanya na setting. Ndipo ambapo unaweza ukaichukua ukajiri kwenda nayo shambani na kufanya kazi na kupata product ambazo ni nyingi. Na hapa ni katika karakana ya ufundi washi, moja ya kozi ambayo ni kongwe sana katika chuo hiki cha Kihonda VETA hapa Morogoro. Tazungumza hapa na baadhi ya wanafunzi, lakini pia tutazungumza na mwalimu wa fani hii ya ufundi washi. Kwa majina naitwa Mwalimu George Yesaya, ni mwalimu wa fani ya uwashi. Tumepata nafasi ya kuwazalisha wanafunzi ambao wamekuwa na uwezo wa kutusaidia kwenye shughuli mbalimbali za ukarabati, lakini pia pale ambapo serikali inakuwa inatuletea fedha kwa ajili ya ujenzi wa miundombinu mbalimbali ikiwemo majengo na karakana tofauti tofauti, basi wanafunzi wa fani ya uwashi wamekuwa ni miongoni mwa wanafunzi ambao wanashiriki moja kwa moja. Kama binti mdogo, binti mzuri mrembo, kushika simenti, mchanga na kokoto, hasa kuna kitu ambacho wewe kimekusukuma, hebu tuambie. Kwanza kabisa hii fani naipenda toka zamani na iko ndani ya moyo wangu, na naamini itakuja inisaidie nitakapohitimu. Itanisaidia kwanza nikihitimu nitakuwa na ujuzi mbalimbali, nitaweza kujenga, kupaka rangi, kutengeneza tiles. Pia naweza nikajiendeleza mwenyewe, nikasoma kule mbele nikaja kuwa engineer. Ndio malengo yako baadaye kuja kuwa engineer. Okay. Kuna binti anaangalia TV sasa hivi na anakuona ukizungumza, unaacha kumwambia? Mimi nachomwambia ni kwamba afate tu, yani afanye kitu anachokipenda, sio kwamba kila kazi ina nini naangalia jinsia. Hapana, ni nguvu zako tu mwenyewe. Mtazamaji, VETA Kihonda ina fani mbalimbali. Kuna fani za muda mrefu na fani za muda mfupi. Fani ya ususi ni fani ya muda mfupi. Nyuma yangu ni mwalimu pamoja na wanafunzi wakijifunza namna ya mitindo mbalimbali ya nywele. Karibuni sana hapa VETA Kihonda. Kwa majina naitwa Mwalimu Delson Adoni Kimshema, ni mwalimu wa ususi na urembo katika ngazi ya short course na long course katika hii tasnia ya ususi na urembo. Kama unavyoona hapa, wanafunzi hawa ni wa miezi mitatu, tayari wameshaiva vizuri, wengine wanaendelea na mazoezi kule, wameshatengeneza, na hapa wanasuka yebo kule notches. Hapa tushatengeneza style za nywele. Kwa hiyo unavyokuja katika chuo kama hiki, ina maana sisi tunakufunza katika hali ya njia hizi tatu. Wewe na uwezo wa kujiajiri, kuajiri wengine na kuajiriwa. Kwa hiyo tukufunze tu kwa niaba tu kwamba uende tu kafanye tu kazi, bali unaweza kufunza na watu wengine. Unapotaja VETA Kihonda, huwezi kusahau kozi ya muda mfupi ya udereva wa malori. Mimi ni dereva na ninapenda kazi ya udereva, ndio maana pia nimekuwa na moyo wa kuja katika chuo hiki cha VETA kwa ajili ya kujifunza na kujua zaidi. Na mimi sio dereva tu, bali ni dereva ambaye ninapenda kuendesha magari makubwa. Hivyo nikaamua kufanya maamuzi kwa ajili ya kuja chuoni kupata mafunzo, kujua sheria za barabarani, kujua alama, ili endapo nitakapofuzu masomo yangu nipate leseni ambayo ni sahihi na niweze kuitumia salama. Kwa majina naitwa Mwalimu William Emmanuel Munuo, ni mwalimu wa magari makubwa pamoja na mabasi, kwa maana PSV pamoja na HGV ya malori. Tunafundisha madereva wa jinsia ya kike na ya kiume, kwa maana ya watu wa madereva wa mabasi lakini na malori. Tunafundisha pia magari madogo. Tunafundisha pia udereva wa upgrading, wa kulift, wa kuhama daraja la D kwenda E. Na D kwenda E wanasoma kwa wiki 4. Alafu wale wa PSV wanasoma wiki 2, HGV wanasoma wiki 2 pia. VETA Kihonda iko kanda ya Mashariki, na kipindi cha Mtaani Kwako kimeona si vema kuondoka bila kuzungumza na mkurugenzi wa kanda ya Mashariki, Bwana John Mwanja,
ambapo ofisi za kanda ya Mashariki ziko hapa hapa mkoani Morogoro. Hivyo nifuatilie tukiwa tunaelekea kabisa ukingoni mwa kipindi hiki. Kanda yetu ya Mashariki inahudumia mikoa miwili. Tunao mkoa wa Morogoro lakini na mkoa wa Pwani. Na hadi sasa vyuo ambavyo tunavisimamia kwenye kanda yetu ya Mashariki vyuo viko 7. Katika mkoa wa Pwani kuna vyuo 3 vinavyofanya kazi. Tuna chuo cha Pwani, tunao Mafia na chuo chetu kingine kiko Rufiji. Lakini katika mkoa wa Morogoro tunao vyuo 4. Kuna chuo cha Kihonda mahali ambapo nimetoka muda si mrefu, ambacho ni chuo chetu cha mkoa. Lakini pia tunacho chuo cha Dakawa, tuna chuo cha Mikumi na chuo cha Ulanga. Na kwenye vyuo vyote hivi hadi sasa idadi ya wanafunzi tulionao kwa takwimu za mpaka huu mwezi wa pili katika vyuo vyetu vyote hivyo 7 tunao wanafunzi 2635. Lakini lengo letu ni kufikisha wanafunzi 3,000 kwa bado, na udahili huu manake ni kama 87.7%. Kwa bado tunazo nafasi na tunaendelea kupambana, na hasa katika vyuo vya wilaya ambavyo bado nafasi zimekuwa zipo. Kwa bado tunatoa rai kwa vijana wetu wa Kitanzania ili waweze kusogea kwenye vyuo vyetu vya Ulanga, chuo chetu cha Mafia Rufiji, ili waweze kujaza nafasi hizo ambazo zimetengwa na serikali, na serikali yetu iko tayari kwa ajili ya kuwagharamia kwenye wao vijana kujiunga kwenye vyuo hivyo na waweze kupata mafunzo ya elimu ya ufundi stadi. Labda dira kuu ya VETA katika kuandaa vijana katika soko la ajira ikoje? Dira kuu ya VETA katika uandaji wa vijana tumejikita au VETA imejikita sana katika kuhakikisha kwamba kwanza inapanua na inaongeza fursa za mafunzo. Inapoongeza fursa za mafunzo, mojawapo kwanza imekuwa ni kuongeza ujenzi wa vyuo. Kama nilivyosema, kanda yetu ina vyuo 7, lakini hivi ninavyozungumza huko ujenzi unaendelea wa kujenga vyuo 7 vingine vya wilaya. Matarajio ya kanda na VETA kwa ujumla ni kwamba tukifika mwishoni mwa mwaka huu kanda yetu itakuwa na vyuo 14. Na vyuo ambavyo vinaendelea kujengwa sasa hivi vinapatikana katika wilaya ya Gairo, kuna chuo kinaendelea kujengwa, wilaya ya Kilombero chuo kinajengwa, wilaya ya Malinyi chuo kinajengwa, Kisarawe kuna chuo, Mkuranga chuo kinajengwa na Kibiti chuo kinajengwa. Kwa hiyo mpaka mwisho wa mwaka huu tutakuwa na vyuo 14. Imani yetu kubwa ni kwamba udahili kufika mwakani utaongezeka karibu mara 2. Asante. Mafanikio mengine ambayo yamepatikana katika kanda yetu ya Mashariki ni pamoja na utoaji wa mafunzo kwa vikundi vya kina mama alimaarufu kama Samia na wanawake. Katika kanda ya Mashariki tuliendesha mafunzo haya katika vyuo vyetu vya Kihonda, Dakawa, Pwani pamoja na Ulanga. Kwa jumla ya wanawake 866 walipata mafunzo haya katika programu hiyo. Lakini vile vile pia tuliendesha mafunzo ya ujasiriamali kwa wafanyabiashara wadogo wadogo alimaarufu kama INTEP, na mafunzo haya yalifanyika katika chuo chetu cha Mafia ambapo wanafunzi au wajasiriamali 349 walipata mafunzo hayo, na idadi hii ikiwa ni kubwa kwa zaidi ya 233 kutoka kwenye lengo la wajasiriamali 66 mpaka idadi hii. Asante. Pengine katika siku 100 za Rais Samia Suluhu Hassan tangu kuingia madarakani, kama VETA kanda ya Mashariki, nini hasa kimefanyika? Asante sana. Mambo mengi yamefanyika katika siku hizi 100 za Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan. Na kama VETA hususan kwenye kanda yetu ya Mashariki, jambo la kwanza katika hizi siku 100 tumeweza kufanikisha ukamilishaji wa karakana ya mafunzo ya kozi ya ujenzi katika chuo chetu cha Kihonda.
na ambacho mwaka huu kimeanza kuchukua udahili baada ya karakana hiyo kuweza kukamilika. Lakini pia katika hizi siku 100 kanda ya Mashariki imeweza kunufaika na uboreshaji wa vifaa vya mafunzo na hasa katika kozi ya ushonaji ambapo kanda yetu imeweza kupatiwa vifaa vyenye jumla ya thamani ya shilingi milioni 126 kwa mgawanyiko ufuatao, kwamba katika chuo chetu cha Kihonda kimepata vifaa hivi kwenye hii fani ya ubunifu wa mavazi, ushonaji pamoja na teknolojia ya nguo. Kihonda wamepata vifaa vyenye thamani ya shilingi milioni 39.5, na chuo cha Pwani pia kimeweza kupata vifaa vyenye thamani ya shilingi milioni 35.5. Chuo chetu cha Ulanga kimeweza kupata vifaa vyenye thamani ya shilingi milioni 36.4, na chuo chetu cha Dakawa pia kimepata vifaa vyenye thamani ya shilingi milioni 14.17. Na sifa kubwa ya vifaa hivi kwa kweli imekuwa ni vifaa vya fani hii ya ubunifu, ushonaji pamoja na teknolojia ya nguo katika vimelenga katika, yani niseme ni vifaa ambavyo vimelenga katika halisi ya viwanda. Unakutajua kwamba tunazo cherehani nyingine za kawaida hizo ambazo ni ndogo ndogo, lakini hivi ambavyo vimenunuliwa na Mheshimiwa Rais na hasa ambavyo vimewekwa katika chuo cha Pwani na Kihonda ni vifaa ambavyo viko kwenye ngazi ya viwanda. Kwa nia yetu ni kwamba wanafunzi wanapomaliza katika vyuo hivi, baadaye wanapopata fursa ya ajira katika viwanda vyetu na hasa vinavyohusiana na masuala ushonaji na teknolojia ya nguo, basi kwao isiwe changamoto kubwa, kwa sababu tayari watakuwa wameshajifunza katika vyuo vyetu. Lakini pia vifaa hivi vitavisaidia vyuo katika swala zima la uzalishaji, ambalo sasa hivi pia imekuwa ni moja ya mikakati ya VETA kuelekea kujitegemea. Nashukuru sana mkurugenzi, nadhani hapa tumefika mwisho wa kipindi hiki. Mtazamaji wa kipindi cha Mtaani Kwako, hadi kufikia hapo kipindi hiki hakina la ziada. Ukumbuke tu leo tulikuwa katika mkoa wa Morogoro. Tumezungumzia mafanikio na mipango mbalimbali ya chuo cha ufundi stadi VETA Kihonda. Ukumbuke tu mimi ni Margaret Malisa kukuletea kipindi hiki. Hadi wakati mwingine, bye bye.